zoezi la kupokea simu, kwa sababu natumai kesho ni siku ya ibada katika kanisa la Mselo Church, na kama ni ibada sio muda tu watu watatima. Kwa mashabiki wa Simba wanaamini kesho ni furaha, lakini tukiachana na hilo Mamelodi Sundowns uso kwa uso na Pyramid FC katika finali ya Cup Champions. Ni finali nyingine ambayo itakuwa ya kihistoria katika ubora mkubwa sana, namna ambavyo Pyramid wamefanya mapinduzi kama nilivyozungumza mwanzo, moja ya timu ambayo haikutarajiwa kutengeneza historia kubwa barani Afrika, lakini toka walivyoanza kujitengeneza 2008, 2009, 2010, hatimaye walipohamia tu pale mjini tajiri alipokuja kuona kwamba hii timu kwa sasa inatakiwa kurudi mjini pale Cairo, imekuwa ni miongoni mwa timu hatari sana katika ubora mkubwa, hususan katika swala la kibajeti. Na tunasema football mara nyingi sana ni budget, na mimi naomba nizungumze ule kweli. Football ni budget, kwa sababu mpira wa kisasa umekuwa na vitu viwili tu: sayansi ya mpira ambao walimu wanatakiwa dig down, kwenda maabara kuendelea kufanya analysis za mbinu, kukagua tactics, mifumo, kwa maana zile bases za mpira 442, foundation ya 433, watu warudi kwenye basic formation 4 kwa maana 352. Yani watu wanakwenda ndani kuhakikisha kwamba wanachimbua zaidi mifumo. Sasa ukitoka pale unakuja kwenye uwekezaji. Sasa walichokifanya Pyramid, uwekezaji wao unawapelekea kabisa kufika finali kama ambavyo tumeiona. Sasa acha hapo, mrudi kwenye kikosi cha Masandawana, namna ambavyo Cardozo Miguel alivyotengeneza mazingira makubwa ya kuiona namna gani timu hiyo inakwenda kutengeneza historia kubwa kwenye bara Afrika. Nilikuwa naangalia moment kwenye mapumziko kwenye mechi ya jana dhidi ya Ahly. Ile half time alikuwa anazungumza namna ambavyo boss wa timu Daktari Patrick Motsepe anajaribu kuwaeleza kwamba boss need trophy, yani boss anahitaji kombe, pamoja na kwamba tuko kwenye hali za ugenini, lakini boss wa timu hiyo anahitaji kombe. Analiona anarudi nyumbani kwa sababu amewekeza kwa kiwango kikubwa sana kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns. Na kama utakumbuka msimu huu tu wamekuja beki bora kabisa kutoka Argentina, Suarez yupo kwenye kikosi cha Masandawana, anacheza na kina Mudau, anacheza na kina Kakena. Lakini acha hapo, ameongeza baadhi ya viungo ambao wana ubora mkubwa kwenye eneo la midfield kama Jay Adams, moja ya midfield bora sana ambaye anashirikiana na Mashera Yende kwenye eneo la midfield, bila kumsahau Lucas Ribeiro, mchezaji ambaye alitakiwa zaidi ya bilioni 30, lakini kwa namna ambavyo katika ubora mkubwa ameweza kuzikataa Daktari Patrick Motsepe kuhakikisha kwamba haina mchezaji ambaye anatakiwa kubaki. Ukiangalia eneo la mbele, ushirikiano wa baadhi ya wachezaji kama kina Mokwena, lakini pia mchezaji kama Peter Sherolile, unakuonesha kabisa kwamba hii timu bado inadigi kwenye ile DNA ya Brazil ya kucheza mpira wa total football, kwa maana ya kuanza kufanya build up, baadaye mnafika kwenye flanks, baadaye mnafika kwenye eneo la penalty box, mnafunga magoli. Kwa sababu wanavyocheza Masandawana ni copy and paste ya timu ya taifa ya Brazil inavyocheza. Golini kuko salama unapokuwa na Lionel William, moja ya golikipa bora ndani ya bara Afrika, lakini ndio golikipa namba 1 wa timu ya taifa na ubora mkubwa. Kwenye sabu kuna golikipa mwandamizi na mtu anayefanya majukumu ya coaching kwenye baadhi ya maeneo, si mwingine namzungumzia Dennis Onyango, golikipa aliyekuwa namba 1 wa timu ya taifa ya Uganda, ndio yuko golini kama golikipa namba 2 kwenye timu ya Masandawana. Unaona timu ile imekamilika kibajeti. Masandawana wana wachezaji class, wana wachezaji wenye ubora mkubwa mno kuliko kwenye baadhi ya timu za Afrika. Ndio maana mwalimu sasa alikuwa anazungumza kwamba boss he need trophies, yani boss anahitaji kombe la klabu bingwa barani Afrika ili kuhakikisha inarudi tena. Na Masandawana kama ulivyowaona they said low, yani wanaingia kwenye finali kwa mara nyingine ya 3 katika historia ya mashindano ya klabu hiyo. Kumbuka klabu hiyo haina umri mkubwa sana, haina historia kubwa sana miongoni mwa vilabu vinavyoshiriki DStv Premier League, kwa maana PLC pale South Africa, kama Kaizer ama Orlando Pirates. Ni timu ambayo haina historia hiyo, lakini imekuwa ni miongoni mwa timu ambayo tayari zimeshatoa mataji hayo kwa miaka ya hivi karibuni, ukiwaacha hawa Orlando ambao wao walikuwa wameshiriki na kutoa taji miaka hiyo ya 90 lakini bahati mbaya pamoja na ubora wa wachezaji wao kama Mfukeng Kota jana
comeback bora na ya kibabe zaidi imefanywa na Pyramid, wakimtumia mshambuliaji ambaye amekanyaga ardhi ya Tanzania, kacheza Dar es Salaam Young Africans, Fiston Kalala Mayele. Mitandao ya kijamii South Africa, nimejaribu kutazama leo pale Egypt pamoja na Congo, inamwandika kwamba he is a man of decisive, yani ni mwamuzi. Yani mitandao ya Afrika imempa jina Fiston Kalala Mayele ni mwamuzi, wakati ni jina wakati jina la mwamuzi lilikuwa kwa watu wanaofuatilia Biblia. Waamuzi, ukisoma kile kitabu cha Waamuzi walikuwa wanapewa watu ambao wanapewa vipawa kwa ajili ya kwenda kuamua jambo fulani ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa ameliweka kwa wakati huo. Na moja ya waamuzi ambao wametajwa na Biblia, hata Samson naye ni moja ya watu hao wapo. Sasa Fiston Kalala Mayele mitandao imemwandika hivyo, ni mwamuzi baada ya kuipeleka finali timu ya FC Pyramid against leo Real Madrid na FC Barcelona, Copa del Rey upande wa usiku. Saa 5 kamili za usiku. Ndio.